Mpenzi mtazamaji, natumai upo salama mahali popote ulipo. Karibu kwa habari za sasa. Wafanyabiashara katika soko la Bungoma wanalalamikia uchumi mbaya. Moja kwa moja tunapatana na mama mmoja ambaye atatueleza changamoto anayopitia. Habari ya mama? Mzuri baba yangu. Mimi naitwa Michael Sakaya. Ningependa tu utuambie jina na ni changamoto gani ambayo unapitia katika soko hili. Kwa majina ni Mary Kundu. Changamoto ambazo tunapitia ni kwamba biashara imekuwa mbaya, sababu unaweza enda kununua kitu kwa bei juu na ukikuja customer anakataa sababu vitu imekuwa bei juu. Na kulinganisha msimu huu wa Krismasi na mwaka uliopita, unaweza sema ni Krismasi ipi ilikuwa ya faida kwako? Krismasi ya mwaka jana ilikuwa afadhali sababu vitu ilikuwa chini, makastoma walikuwa wengi. Lakini mwaka huu makastoma ni wachache sababu hati vitu imekuwa bei juu. Tunapatana na mfanyabiashara mwingine ambaye alikuwa na maoni yake tofauti. Salama. Kabisa, mimi naitwa Michael, sijui naitwa Mboya wa Palestine. Sasa hii mwezi wa Krismasi huu kulingana na huu mwezi na uliopita, ni mwezi gani umeweza kujitengenezea faida zaidi? Hiyo mwezi umeanza mwezi wa 12. Tunahisi kuwa sasa, kwa mfano huo unatengeneza pesa, unatarajia kuwa na pesa ngapi kwa siku hivi? 3,000. Na kama siku imekataa iko chini hivi? 2,500. Na unaweza sema kulinganisha na mwaka jana ambapo ulikuwa na wateja walikuwa wanajitokeza kwa wingi ama bado ilikuwa chini? Walikuwa wanajitokeza kwa wingi. Ungependa kuambia nini serikali kuhusiana na biashara yako? Punguza tax kidogo. Punguza tax. Na kwanza kabisa, wewe ni mwanafunzi ama wewe ni mfanya biashara? Unaona huko stock yako hapa? Mimi ni mwanafunzi hapo Kibabi, kadhia. Nafanya finance and accounting option. Asante kwa muda wako. Mpenzi mtazamaji, jinsi unavyoona, huyu ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kibabi. Ameamua kujituma kuwa mfanya biashara ili atafutie riziki yake. Nikiripoti kutoka soko la Mayanja, jina langu ni Sakaya Michael.